Kwa hivyo kwenye hiyo sehemu ambayo imepita nimezungumzia kuhusiana na malaika wa vita, na nikasema kwamba kwenye kitabu cha Mathayo 28 mstari wa pili ya kwamba kulikuwa na tetemeko kuu katika nchi, kwa maana malaika wa Bwana alishuka toka mbinguni. Ile neno kulikuwa na tetemeko katika nchi inaonyesha vile ambavyo malaika wa vita wanakuanga ni kipande, wanakuanga ni majitu wakubwa. Maana mpaka nchi ikatetemeka, lazima wale malaika walioshuka ama yule malaika aliyeshuka alikuwa ni malaika mkubwa sana. Siku ya tatu ambayo Yesu alifaa kufufuka ilikuwa imefika, lakini bado walinzi waliokuwa wamewekwa kwenye kaburi ya Yesu walikuwa wanaendelea kulinda ile kaburi, na Yesu siku yake ya kufufuka imefika. Maandiko yanasema ya kwamba akatoka mbinguni malaika ambaye ni kipande cha malaika. Alipokanyanga chini hivi, ardhi kwanza ikatetemeka. Wale walinzi waliokuwa wanalinda kaburi ya Yesu wote wakatetemeka, wakawa kama wafu, wanakaa ni kama watu wamekufa kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo nadhani unaona wale majitu wanaopigana vita ya kiroho sasa wanakuanga ni wanamna gani. Lakini pia ukisoma kwenye kile kitabu cha Ufunuo kama vile nimesoma 12 na mstari wa 7, maandiko yanaelezea kwamba kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na ule joka. Yule joka naye akapigana nao na wala hakushinda, lakini mahali pake hapakuonekana tena mbinguni. Hao ni malaika wa vita ambao unaweza ukawahusisha kwenye vita yoyote. Kuna wakati mwingine kama mwanadamu hufai kupigana tu, unafaa uagize malaika, maana malaika wanajua ni wapi pa kupiga, ni nani wa kupigwa na ni nani ambaye ni wa kuachwa. Sijui kama unanielewa, lakini hii itatokea kama utajua kuwatumia malaika wa Bwana. Malaika mwingine ambaye nataka nimzungumzie ni malaika anayemwamsha mtu kutoka usingizini. Malaika anayemwamsha mtu kutoka usingizini. Nataka nisome mstari mmoja kabla sijaelezea zaidi. Katika kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango wa 19 kuanzia mstari wa 5 na mstari wa 7. Hiyo mstari inaelezea kuhusiana na Eliya. Eliya baada ya kuwa ameua wale manabii wa Baali ambao walikuwa ni 450, maandiko yanasema ya kwamba Jezebel akaamua kumuua Elijah. Akatuma maneno ya manuizo, akasema siku ya kesho Elijah nitakuwa nimekuua. Yale maneno yakawa yameingia ndani ya Elijah, yakamsumbua akili sana, na akakimbia kwa sababu ya kuogopa Jezebel. Hakuwa ameuawa kabisa, lakini kwa sababu yale maneno yalikuwa na nguvu za kichawi ndani yake. Maandiko yasema ya kwamba Mungu alipomtokea Elijah akamwambia Mungu anataka kufa. Kwa hivyo ikawa Elijah anatembea, lakini tayari amekufa, kwa sababu maandiko yasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Alikuwa ametamka mauti na kinywa chake, hakuwa na maana ya kuishi tena. Na kwa sababu alikuwa amekufa, alikuwa amekata tamaa na maisha. Maandiko yasema akaenda akalala mahali. Malaika wa Bwana akaja akamwamsha, akamwambia amka ule, kwa maana safari ile ambayo nataka uende ni refu sana. Mara ya pili akakuja akamwamsha Elijah tena. Nielewa, lakini maana ukisoma kwenye, nimekwambia usome kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango wa 19 mstari wa 5 na mstari wa 7. Mstari wa 5 Eliya aliamshwa mara ya kwanza, lakini mara ya pili akaamshwa kwenye mstari wa 7. Inamaanisha kwamba kwenye maisha yako unaweza kuwa umelalisha. Nikiongea hivi kwenye kizazi changu watanielewa zaidi. Kuna uwezekano kwamba kuna upande kwenye maisha yako umelala. Aidha akili zako zimelala, fahamu zako zimelala, kazi yako imelala, miguu yako imelala kiasi kwamba hauwezi ukapiga hatua. Nadhani unajua kuna watu ambao akili zao ni kama zimelala. Huyu mtu afikirii kufanya kitu ambacho kitamuendeleza. Yaani huyu mtu ni kama miguu yake imelala, afikirii kupiga hatua akaenda kwenye hatua nyingine. Hao ndio wale watu ambao sasa wanahitaji malaika kama hao, ili pale ambapo umelala ama katika eneo lile ambalo umelala wapate kukuamsha. Hapa naongelea kuhusiana kuamshwa kiroho,
spiritually. Pamoja na kuwa Elijah aliamshwa kimwili kabisa, akapigwa hivi akaamshwa ili akule, lakini kuna watu ambao wamelala kiroho, spiritually they are dead. Maana kulala na kukufa ni vitu mbili ambazo hazina utofauti mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. In the spiritual realm, Elijah alikuwa anaonekana kama mtu amekufa. Maana alikuwa ametamka kwa kinywa chake akamwambia Mungu anataka kufa. Lakini hapa duniani tulikuwa tunamuona Elijah ambaye ako hai. Ndio maana malaika alitumwa akakuja akamwamsha. Watu wengi wanaposoma ile verse wanaonanga ni kama Elijah aliamshwa tu kikawaida tu. Na wanaonanga ni kama kile chakula alipewa kilikuwa ni chakula, hakikuwa chakula cha kawaida. Kilikuwa ni chakula ambacho kilikuwa kinaongeza spirit yake nguvu na kinaifufua spirit yake ili apate uzima. Maana Yesu ni chakula cha uzima. Sasa kile chakula alipopewa ndio maana alipata nguvu akatembea kwa siku zingine mingi. Sijui ilikuwa ni siku 40 akiwa anajaa tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo napoongelea kuhusiana na kuamshwa na malaika, ninaongelea kuhusiana na mtu ambaye amelala kiroho ama amelala kimwili. Huyo malaika yupo wa kuamsha kwa hiyo namna. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zakaria mlango wa 4 na mstari wa 1, maandiko yasema hivi, malaika wa Bwana akaja akamwamsha kama mtu aamshavyo toka usingizini. Huyu ni Zakaria, nabii wa Mungu. Maandiko yasema ya kwamba malaika wa Bwana akakuja akamwamsha, kama vile unaweza ukaamsha rafiki yako akiwa amelala. Malaika wa Bwana akakuja akamwamsha Zakaria akiwa kwenye usingizi. Lakini pia soma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 12 mstari wa 7. Utakutana na Petro. Petro baada ya kuwa amekamatwa tayari ya karibu kuuawa, alikuwa amekata tamaa na maisha na akaamua kulala. Lakini usiku wa manane maandiko yasema kwamba malaika wa Bwana akakuja akampiga hivi akamnguza na akamwamsha, akamtoa gerezani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui ni nini ambacho kimekukatisha tamaa, ni kana kwamba unasikia kulala tu, unasikia ni kama usiendelee na safari. Kuna malaika ambaye anaweza akakuamsha ukaendelea tena na ile safari ambayo ilikuwa imekulemea. Huyu malaika kwenye maisha yangu amewahi kunitokea. Maana nilikuwa katika maeneo ambayo kuna uchawi mwingi sana. Sijui ni usingizi ilikuwa napitilizwa na usingizi sana kiasi kwamba siwezi kuomba, na wale wachawi walikuwa wameamua kunipiga vita. Sasa usiku wa manane nikiwa nimelala, ile simu yangu ambayo nilikuwa naitumia sikuwa natega alarm, na sinanga tabia ya kutega alarm eti kwamba ndio iniamshe. Lakini siku fulani nikiwa kule, saa 10 ikifika kila siku ilikuwa ile simu lazima ianze kutoa ianze kuimba zile beat za worship. Sijatengeza alarm vyovyote, hata leo hii haiwezi ikaiba kama, yani haiwezi ikatoa hiyo sauti tena. Lakini wakati ule ilikuwa lazima tu nasikia ikifika saa 10 kila wakati. Ina maana kwamba kuna malaika ambaye alikuwa ananiamsha ili kwamba niombe nisije nikakuwa attacked. Kuna watu ambao nazungumza nao saa hii ambao ndio uamke uende kazini, uende kumtumikia Mungu, uende kuomba, uende kufanya mambo ambayo yanampendeza Mungu. Lazima utege alarm, lazima uweke sauti fulani kwenye simu yako ndio ikuamshe. Sasa leo hii nataka nikuambie kwamba kuna malaika ambaye kabisa ana uwezo wa kukuamsha, sio kiroho tu lakini pia kimwili, akakuamsha. Ni namna tofauti. Anaweza akakuja akakunguza hivi ukasikia ni kama kuna mtu amekunguza, ukaamka, ukiangalia hayupo, umuone mtu. Na kueleza vitu hizi kwa sababu watu wengi wametokewa na vitu hizi na wakaona ni kama kwamba ni mazingaombwe ama ni mashetani, wakastuka. Lakini sio kila wakati shetani tu ndiye atahusika katika kukuamsha, lakini pia malaika wa Bwana wanaweza wakafanya kazi kama hiyo. Nimekusomea mistari mingi tu ndio ujue kwamba huyo malaika yupo kabisa. Maandiko yasema kwamba Petro akaamshwa na ule malaika na akashikwa mkono kabisa na ule malaika, akatolewa ndani ya gereza. Milango ilikuwa inafunguka peke yake. Alipofikishwa kwa barabara, yule malaika akatoweka, akapotea ghafla. Kwa hivyo huyu ni malaika ambaye anaweza akakuamsha ili akupeleke katika hatima yako, akupeleke akuingize kwenye jambo lile ambalo unafaa kulifanya. Yupo kabisa huyo malaika kwa